بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa yetu ya kukumbushana ambayo inahusiana na ibada takatifu, nayo ni ibada ya saumu. Na katika utaratibu wetu huu wa kukumbushana, bado tunaongozwa na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kauli ambayo ni maarufu masikioni mwetu baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmelazimishwa juu yenu ibada ya funga kama vile walivyolazimishwa waliokuwa kabla kwenu nyinyi, na lengo la somo hiyo ili ikupelekeeni nyinyi kufikia daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini msingi wa maneno tunasema kuwa kitu cha kwanza, haitakiwi kwa muumini, kwa Muislamu, kuitenda ibada ambayo au kuitekeleza ibada ambayo yeye mwenyewe mtekelezaji haijui. Ni lazima, ni wajibu Muislamu unapokuwa unaswali basi uifahamu swala yako. Inapokuwa unahiji basi uijue hija yako. Kama endapo unafunga basi uifahamu vizuri ibada yako ya funga, na hilo sasa ndilo litakalo kupelekea wewe mfungaji kuweza kufikia hatua ya kuswihi hiyo ibada ya saumu, na matokeo yake kufikia hatua ya uchamungu. Na darasa yetu tulianza katika kipengele kinachozungumzia shurutu sihhati saum, yaani masharti ya kuswihi kwa ibada ya saumu. Leo hii tuko katika sharti la 4. Leo hii tuko katika sharti la 4 ambalo mfungaji anatakiwa hilo awe nalo ili saumu yake iweze kuswihi. Nalo ni al-imsak an dukhul ainin jawfan. Al-imsak an dukhul ainin jawfan, mfungaji anatakiwa ajizuie kunako kuingia kitu mpaka ndani. Ajizuie mfungaji na kitu kunako kitu kuingia mpaka ndani. Sheria ikatueleza kabatinil udhuni, kama vile ndani ya masikio. Kawa wewe umefunga kitu kikaingia ndani ya masikio,
lakini pia wal ihlil, au kikaingia kitu kupitia katika tundu ya mkojo au ya haja ndogo, kikaingia kitu mpaka ndani, basi moja kwa moja itakuwa saumu hiyo imeharibika. Lakini pia sheria katueleza kuwa bisharti dukhulihi min manafidhil maftuhi, yani lakini kwa sharti ya kule kuingia kwake hicho kitu kiwe kimepitia katika zile tundu ambazo asili yake ziko wazi. Na ikaja sheria ikatufafanulia kalfami wal anf, kama vile kitu kuingia kupitia mdomoni, lakini pia na puani, wal udhun wal qubul au dubur, lakini pia vile vile kupitia masikioni au kupitia katika tupu ya mbele au hata ya nyuma. Hapo itakuwa somo hiyo imebatilika. Lakini kama endapo kitu kile kiliingia kikafika mpaka ndani, lakini si kwa kupitia katika zile tundu ambazo asili yake ziko wazi, mfano kama vile mtu kudunga sindano ile, kama itakuwa ile dawa imepitishiwa puani au masikioni na kadhalika, hapo itakuwa moja kwa moja somo hiyo imeharibika. Lakini sindano ile kwa ile dawa ikapitishwa kupitia katika sehemu ambayo ni ya kulazimishwa, ikafanya kudungwa, basi moja kwa moja ni kwamba saumu yako itakuwa iko salama. Lakini pia sheria kaendelea kutueleza kuwa wala yadhurru tasharrubu almasami bidhihni, lakini pia vile vile wala haitodhurika, hakuna madhara yoyote kwa kile kitendo cha kuwa mfungaji yuko kwenye saumu, alafu sasa ikawa vile vinywelea vya mwili vimekunywa mafuta yale ya kujipaka. Yani ina maana kwamba wewe umeoga mathalan, baada ya kuoga ukajipaka mafuta, baada ya mafuta yale kwenye ngozi hayapo, yani ina maana kwamba yamenywewa na ile maoteo ya nywele, ni kwamba hilo halina madhara yoyote. Mtu unaweza ukaoga na baada ya kuoga ukajipaka mafuta, na hiyo wala haina madhara yoyote. Walkohli, lakini pia unaweza ukajitia wanja machoni, hilo jambo hilo haliharibu somo ya mfungaji. Lakini pia wal-ightisal, na swala zima la kuoga, mfungaji anaruhusiwa kuoga, hajakatazwa kuoga, na inawezekana yeye akaoga ikiwa ni kwa josho ambalo ni la wajibu, anaweza akaoga. Ikiwa ni kwa josho ambalo ni la sunna, anaweza akaoga. Yani mtu anaweza akaoga, huenda ikawa labda pengine kutokana na jasho alilokuwa nalo na anahitaji kuoga, anaona kwamba hatakuwa mchangamfu katika swala atakaoswali, basi moja kwa moja unaruhusika kuoga. Au labda pengine kiu, mfungaji kimembana sana kupita maelezo, wala si kwamba akienda kuoga kupunguza ile hali ya joto mwilini ili kile kiu nacho kipungue, kwamba hilo litasababisha kwamba saumu imefanyaje, imeharibika. Hapana, haijaharibika. Joto kali, basi moja kwa moja pia unaweza wewe ukaoga, lakini isifikia mahala kutokana na shughuli zako ikawa imefikia hatua mpaka wewe mwenyewe unajihisi kwamba unanuka jasho, ukija kwenye msikitini kwenye safu utawakera watu, ikawa wewe unahofia kuoga. Hapana, hilo ni jambo ambalo limeruhusika kisheria na wala halina tatizo lolote, na ruhusa hiyo imetoka kwa mujibu wa sheria. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, anasema ya kwamba laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil araj
hakika mimi nimemuona mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulipokuwa Araji ni moja katika vijiji katika mji wa Madina. Anasema ya kwamba yasubbu ala ra'sihi almaa wa huwa saimun, anajimiminia katika kichwa chake maji, ile hali ilikuwa wakati huo yuko ndani ya somo, min al-atash au min al-har. Na alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya vile ni kutokana na kiu kikali au ni kutokana na joto kali. Kwa hiyo ruhusa hii ni kwamba imetolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia katika kitendo chake hicho. Ieleweke tu ya kwamba ibada ya somo sio adhabu. Ibada ya somo haitakiwi mfungaji aingie katika ibada ya somo kwa ile hali ambayo yeye ana kero. Hapana, kwa sababu ibada ya somo lengo lake ni kumpelekea mfungaji kufikia daraja ya uchamungu. Wallahu wa rasuluhu a'lam.